Ilikuwa mwaka wa 2015. Sheikh Ponda ana kesi Morogoro, na alikuwa amepigwa risasi miezi michache iliyopita, na mimi nilikuwa muda mrefu sijamwona Sheikh Ponda. Nikaamua leo nitatoka alfajiri, nimepanda basi la kwanza kabisa niwahi Morogoro mahakamani. Basi nimefika Msamvu pale, nimeshuka mimi sijui mahakama ilipo. Nimechukua usafiri, nimepelekwa mpaka pale mahakamani. Nimefika nje, nimekuta watu wengi wako nje wamejazana. Sasa baadhi ya watu wananifahamu kwa wanasalimia, Sheikh Muhammad umekuja kabla, nimekuja kusikia kesi. Akasema, bwana huwezi kuingia ndani kwa sababu hapa sisi tumepambana na polisi hapa asubuhi. Sema subhanallah, Waislamu wamepambana na polisi mahakamani nje. Nini? Akasema wa jamaa wanatufanyia vurugu, na basi yametokea maneno na nini kwa vurugu hapa, geti limefungwa, huwezi kuingia, usiwezi kumwonyesha Ponda. Nikawa nimepata simanzi safari yote hii, na kwa hakika ilikuwa muda mrefu, miaka sasa kuwa labda 3 mimi na Sheikh Ponda tujaonana. Baki mimi kwa sasa nafanya kazi Tanga na nimestaafu, nimerudi Dar es Salaam, na yeye ndio nimemkuta katika kesi mwandama. Na ajabu ya Mwenyezi Mungu ni kuwa siku alipopata kesi ile ya kwenda kukomboa kiwanja cha East African Muslim Wear Society ambacho sema ndio kilikuwa kimeuzwa na BAKWATA, mimi nilikuwa Morogoro hapa na nilikuwa nimepangiwa kipindi cha radio. Sasa asubuhi najitayarisha, ndio nasikia katika taarifa habari kuwa Waislamu wamevamia kiwanja cha ng'ombe na Sheikh Ponda amekamatwa na wenzake wengine. Sina Morogoro na nini mimi. Basi kijana mmoja akaniambia, Sheikh Muhammad, sikiliza, kama utakwenda pale kwenye geti ukizungumza na wale askari, labda wanaweza kukuruhusu ukaingia ndani ukamwona Sheikh Ponda, pia vile ukapata muda wa kusikiliza kesi. Basi nikafika pale, nikamkuta kijana mmoja, na bahati nimeona Muislamu wake, nimeona amevaa ile amevaa ile joreta nini kwenye uniform yake, na jina la Kiislamu. Nikamtolea salamu, akanitikia vizuri. Nikamwambia, bwana, mimi naomba kuingia. Akasema, bwana, pametokea vurugu hapa, tumeamua kufunga mlango, tutakuruhusu watu ndani, sisi katokea vurugu zaidi. Nikamwambia, bwana, hebu nitizame. Kama mimi natoka Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam, kama nani Dar es Salaam asubuhi hii, na nia yangu nije kumjulia hali ndugu yangu na muda mrefu, unamfaa? Akasema, na tunafahamiana vizuri, kwa ndugu yangu. Yule kijana alhamdulillah alikuwa muungwana, akanifungulia geti lile, nikaingia. Nafika pale mahakamani, namuona Mzee Waikela yuko mbele kabisa ya mahakama, amekaa katika benchi yale. Basi pale wakanikaribisha jamaa, wakaniweka pembeni ya Mzee Waikela. Basi kesi ilikuwa haijaanza kwa muda, na nilikuwa na kamera yangu, na nikauliza kama naweza kuruhusiwa kupiga picha. Kusema hakuna tatizo, uliza wahusika, kusema piga tu, hakuna shida. Nikapiga picha kama 13-15 hivi, na ninazo hapa, nitaziweka chini msitizame. Na nilikuwa nimekuja na vitabu viwili vya Abu Sykes, kwa sababu Mzee Waikela aliniambia kuwa vitabu nilivyompa vyote watu wakiazima hawarudishi. Nikawa nimekuja na nakala 2. Basi nikamwona Ponda pale, nikazungumza, nikamwona Sheikh Juma Nasoro wakili wake, nikazungumza na wengine walikuwa wanamsaidia pale, na mahakama ikaanza shughuli. Nikatoka pale. Sasa kwa kutoka ndo nikaona ule umma kwa macho yangu. Sasa watu wengi wamekuja, kina mama wamekuja ndani, walikuwa baadhi ya kina mama, na nje kuna kina mama wengi
wamekuja kusikiliza kesi, na nikaona askari na silaha. Lakini sasa kupiga picha askari kidogo nikawa na hofu sije kaniletea matatizo, lakini nikawa nimewahi kupiga kama picha 2-3 za ukiona wale watu si maandamano, lakini kutoka maandamano yake ni umma mkubwa ulikuwa umekuja kusikiliza kesi ya Sheikh Ponda. Sasa hii ndio leo niko hapa Morogoro, ikawa imenikumbusha siku ile. Na aliposhinda kesi Sheikh Ponda, siku alipokuja Mtambani pale kutoka Morogoro moja kwa moja akaja msikiti Mtambani kusalimia na Waislamu. Mimi nilikuwepo pale na nilimrekodi na nikapiga baadhi ya picha na tukasalimiana, lakini watu walikuwa wengi sana kuja kumpa pole, kumpongeza. Sikupata kuzungumza naye vizuri. Baadaye ndio kuja nyumbani tukakaa, akanieleza mambo yote ambayo yalikuwa yametokea. Lakini nakumbuka tena Morogoro nilikuja hapa na jopo lile lilikuwa linaandika ile historia ya marehemu Rais Magufuli, nasema andiko historia nyingine mpya. Mimi niliingia katikati, sikuwa tuka mwanzo, ile kazi ilianza Dodoma, wakaja Dar es Salaam hapa chuo cha elimu pale, ndio mimi nikapigwa simu nikaambia kuwa nijiunge na wenzangu kuandika historia hii mpya ya Tanzania. Pale tulikaa kama wiki moja tumefanya kazi pale, alafu tukaletwa Kiguru Nyembe hapa, na mashallah walikuwa wanatuangalia vizuri sana katika kila kitu, hasa chakula, malazi na allowance zetu zilikuwa hazichelewi, walikuwa wanatupokea baada ya wiki. Sasa nakumbuka tulipokuwa hapa Kiguru Nyembe hapa, tukawa lile tulikuwa tumepangwa kwa makundi, na wote tulikuwa tunakaa katika ukumbi mmoja, meza zile zinapangwa, tunakaa watu 5, watu 6 hivi, na tunapewa zile mada ambazo tunazipitia sisi, na kama kuna makosa tunarekebisha, kama kuna kitu cha kuondolewa kama hivi. Sasa nakumbuka hii ndio nakumbuka sana vizuri sana, kulikuwa na topic ya ushawishi wa askari waliokwenda vitani Bama katika harakati za kudai uhuru wa Tanzania, wa Tanganyika. Sasa kilichotokea ni kuwa ile miswada mimi nimekuta imeshaandikwa, tukapitia. Mimi nikamwambia yule kiongozi wetu, na hakuna kitu kimoja, ilikuwa mara kwa mara mkubwa wetu overall mchaji kwa kabisa alikuwa anatuambia, jamani, hapa tupo tunafanya kazi, lakini tunao na walinzi na watu wa usalama hapa wanatusikiliza hizo kazi tunazofanya, kwa hiyo tuwe makini katika kazi zetu. Lakini mimi sikuwa nashughulishwa na kuwa kuna watu wa usalama na nini, kwa sababu mimi nimeletwa pale nieleze kile ninachokijua katika historia ya uhuru wa Tanganyika, na nilikuwa nimeshaandika kitabu, na bila shaka kile kitabu ndio kilichonifanya kwa huyu kuniona labda mimi najua. Kwa hiyo na alikuwepo Hussein Bashiri, mwalimu Hussein Bashiri katika vitabu kadhaa kuhusu historia ya Tanganyika, na ni kijana hodari, na yeye ni mwalimu, na wengi katika wale katika ile jopo lile wengi walikuwa ni walimu, wanawake na wanaume, lakini Waislamu walikuwa wachache katika ile jopo. Huo ndio ukweli wenyewe. Basi mimi nikaona hii nafasi yangu nieleze historia ya Bwana Abdu na Ali Sykes walivyokuwa Bama, na walivyokuwa katika ile battalion ya 6, ambayo battalion 6 ilikuwa askari kutoka Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Zanzibar, Nyasaland. Hawa na ndio ilikuwa battalion ambayo wenyewe anasema Bwana Abdu katika dari zake ni kuwa
walikuwa wakiambizana kuwa jamani, sisi baada ya vita hivi kwisha, tutakaporudi nchini kwetu sote sisi wa Kenya, Waganda, Zanzibar, huko Nyasaland, sisi sasa tudai uhuru wetu, tuwatoe Waingereza katika nchi zetu. Sasa mimi nikaeleza, nikamwambia bwana, namwambia kiongozi wetu, mimi hizi habari za Bama askari hawa nazijua, na nikatoa na picha. Kuna picha Ally Sykes na Ally Sykes wamepiga wakiwa Bama, umevaa uniform za King's African Rifles. Nikamwambia, namuonyesha, naona hawa wawili hawa waliporudi hapa waliendeleza harakati za kutaka Waafrika wapate nchi yao. Na nikamwambia hawa ndugu wawili hawa, mmoja huyu mdogo Ali, kadi yake ya 5 ni namba 2 na kaka yake kadi ya 3, na hawa ndio walimpokea Mwalimu. Kama historia kama ilivyo, nikamwambia itakuwa vizuri kipande hiki kikaa kwenye historia yetu. Yule bwana kaniuliza, sasa kuhusu hizi picha vipi, mambo ya copyright? Nikamwambia hapana, wala sio na wasiwasi, hakuna copyright. Mimi nimekabidhiwa vitu vingi sana katika jaraka za Sykes na tumezitumia muda wote, na kitabu nimeandika na tunazitumia siku zote katika mitandao. Hata siku moja hajakuja mtu kutuuliza habari ya copyright. Lakini kumbe nikaja kujua baadaye alichokuwa yeye anajaribu kufanya, alikuwa haitaki historia ile iwe sehemu ya historia ya uhuru wa Tanganyika. Nikaona sasa huu umekuwa mtihani. Nikajaribu kumwelewesha wapi, kama basi ikiwa unaona kuwa hii si kitu muhimu, basi tuache, lakini nitakupa historia nyingine. Nikamwambia na baba yao huyu Hawa alipigana katika vita vya kwanza vya dunia, na watoto wake wapigana katika vita vya dunia, na baba yao yeye kwa mkono wake ameandika maisha yake na kaeleza ile habari ya vita, kuwa walianza vita dhidi ya Uingereza Tanga kule sehemu moja inaitwa Mwele Juu. Majeshi ya Uingereza yalikuwa yanatokea Taveta huko Kenya, anaingia sasa. Na nikamwambia yeye mwenyewe huyu baba yao Mzee Kleist hakupata yeye ameandika tu, mimi nimechukua yale maandishi yake maki yapo. Nikamwambia kipo kitabu ambacho kinaitwa Modern Tanzanians ambacho John Alif yeye ndio alikuwa mhariri, na mjukuu wa Kleist Aisha Daisy Sykes yeye akatumia ule mswada wa babu yake kuandika maisha ya babu yake. Kwa hiyo mimi nilipokuja kuandika tena, mimi nimetengeneza war diaries, shajara za vita za Kleist. Nikamwambia ni vitu kuvisoma ni very interesting. Nikamwona pale kama akapolewa. Mimi nilitegemea yeye atapenda kwa sababu anataka kusoma kujua nini mchango wa askari waliokwenda vitani katika kuikomboa Tanganyika. Nikamwambia katika vita hivi hao ndugu wawili, kuna huyu Kleist Sykes na nduguye Schneider Abdullahi Plantan, wao walikwenda kupigana. Abdullahi Plantan yeye alipigana mpaka mwisho wa vita, lakini Kleist yeye alikamatwa akawa POW, inaitwa prison of war, akawa alikamatwa akawa mfungwa wa vita na hakupigana tena mpaka mwisho wa vita, na alikuwa mgonjwa. Sasa hii na huyu Kleist baada ya kutoka vitani ile 29 akawa katika watu walioanzisha African Session ambayo ikaja kuzaa 5. Namuona kiongozi wangu, wale wenzangu wote wakinunga mkono bwana, lakini kama yeye alikuwa mzito kama vile, kwa ndo yale kuwa hawa watu wana hofu na historia hizi.
anaona kuwa hawezi kuweka kipande hiki kikawa katika historia hii ambayo tunaandika sasa. Basi sikusisitiza tena jambo hili, nikawa nimeliacha limepita. Lakini bahati mbaya ni kuwa mradi wenyewe, nadhani baada ya kufa Magufuli, nadhani hapakuwa na interest ya kuendelea na kuja kuchapa kitamake. Tulimaliza ile kazi, tulimaliza Dar es Salaam, na sote sisi tulia saini ule mswada wa mwisho, na wakatuambia tusiache chochote. Mimi nilikuwa nimekuja na laptop yangu, na mwalimu Hussein Bashir na alikuwa na laptop, akasema tusiache chochote katika laptop, kwa sababu hizo ni mali, ni nyaraka za serikali, na kama mtu atavitumia vinginevyo unaweza kupatia matatizo. Akasema hatuna haja, kwa tukafuta, tukadelete zile file zote mle. Ndio hali ya historia yetu ya Tanganyika. Ina tabu kidogo katika kuandika kwake.